Habari Mklauzania, karibu sana kunako Multipolar Vision, siku nyingine tena ya baraka na utulivu, tukiwa tuko pia kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na Kwaresma, Jumapili murwa baada ya kupata iftari ama chakula cha jioni. Kwa muda huu na wakati huu na kila sababu ya kuyafahamu mengi yanayoendelea kujiri ulimwenguni, hususan kwenye ulingo wa kisiasa na siasa za kimataifa. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo na kama utafika utaniona, na kuniona kwangu mimi una kila sababu ya kuyafahamu mengi. Wiki iliyopita tulitazama yale ambayo yamejiri kwenye ulingo wa siasa kupitia Multipolar Vision, na hii leo pia una kila sababu ya kuyafahamu mengi. Lakini leo kupitia Multipolar Vision kwenye sehemu ya kwanza kabisa ambayo tutapata makala fupi na udadavuzi wa kile ambacho tutakiweka mezani, lakini sehemu ya pili itakuwa ni ya kimahojiano, na hii leo nimemwalika pia mwandishi wa vitabu na makala, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, Bwana Leonard Chakupewa. My brother, karibu sana kwenye Multipolar. Shukran sana. Habari salama kabisa? Njema, tunashukuru Mungu. Okay, mambo yanaenda poa sana. Haya, leo pia nimekueleza tutaangazia mengi, lakini kwanza kabisa tutaangazia pia mgawanyiko wa magharibi na ndani yake pia, ambapo Abel Mponela atatupitisha kwenye makala fupi na maeneo muhimu. Lakini kwenye hilo pia tutaangazia vitu kadhaa ambavyo tutavipa kipaumbele kwenye chambuzi hizi, hususan kwenye makala ambayo itasomwa hapa na Abel Mponela kuhusiana na mkutano wa Munich kama kioo na mgogoro wa uaminifu. Lakini jambo la pili ni mwelekeo wa Ukraine katika mkutano wa Munich, na jambo la tatu ni mkutano wa Amerika ya Kusini huko Florida ambao utafanyika March 2026. Jambo lingine pia ni uchaguzi nchini Japan, ambapo sera ya mambo ya nje inapewa kipaumbele kikubwa zaidi kwenye kuangazia upande wa pili wa shilingi. Na jambo jingine pia ni mwaka wa uchaguzi barani Afrika, na hapa pia tutaangazia hatari za kutikisika na shinikizo la mataifa ya nje ambayo kimsingi yapo yaliyetamani yafuatwe matakwa yao kwenye sehemu ya kile ambacho wanakitamani kuwa kipaumbele kwa kile ambacho wanakiangazia, lakini pengine mambo yamekuwa tofauti kwa vipaumbele ya bara la Afrika na nchi ambazo zimeingia kwenye chaguzi kipindi cha mwaka 25, 26 na kipindi cha mwaka 27 kwa kuangazia vipaumbele vya mataifa yao. Haya yote tunaweka mezani, lakini kwa hivi sasa moja kwa moja tuungane na Abel Mponela kwenye makala hii. Shukran sana Ali Kashmiri na mtazamaji pamoja na mfuatiliaji wa Multipolar Vision hapa Clouds. Na sasa tutazame mgawanyiko wa magharibi, na hapa tunaangazia zaidi mkutano wa Munich kama kioo cha mgogoro wa uaminifu. Wiki hii imepita kukiwa na ishara kwamba mataifa ya magharibi yanazidi kudhoofisha mshikamano wao kupitia mazungumzo ya kibiashara, madai ya pande zote na mapambano ya nani aweke muktadha wa maamuzi. Katika mantiki hii, mkutano wa Ufaransa wa Munich uligeuka kuwa kipimo muhimu sana, kwani mjadala huu haukuwa tena kuhusu vitisho vya nje pekee, bali kuhusu jinsi Marekani na Ulaya zinavyoangalia kila mmoja kwa sasa, nani anamdai nani na nini. Tarehe 13 Februari akifungua mkutano huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kwa vitendo aliashiria mwanzo mpya, akisema utaratibu wa zamani wa dunia haufanyi kazi tena, na kupendekeza kujenga upya uaminifu wa kuvuka Atlantic. Katika muktadha huu, hoja ambayo hadi hivi sasa ilikuwa mwiko ndani ya Umoja wa Ulaya ilikuwa ni mazungumzo ya kushauriana na Paris kuhusu mipango mipana ya kuzuia vitisho barani Ulaya, ikiwemo mjadala wa mwavuli wa nyuklia wa Ufaransa kama nyongeza. Wakati huo huo, migongano ya ndani ya Ulaya iliwekwa wazi ya ulinzi na kasi ya kujihami, ikisisitiza kwamba kauli za uhuru wa kimkakati wa Ulaya lazima ziungwe mkono na bajeti halisi na uwezo wa viwanda. Msimamo wa Marekani uliotolewa siku iliyofuata uliusukuma mgawanyiko wa magharibi hadi katikati ya mjadala wa mwanzo wa mwezi huu huko Munich. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa hotuba ambayo sehemu ya hadhira ya Ulaya iliitafsiri kama kuwasilishwa kwa mfumo mpya wa kiitikadi. Ulaya haijadili tena kama inahitaji Marekani, bali jinsi ya kuishi na kutotabirika kwa Marekani bila kuvunja mahusiano kabisa na bila kubaki bila mwamvuli wa usalama. Mwishowe, suala linarejea kwenye fedha na dhamira. Mataifa ya Ulaya yanazingatia rasmi lengo la NATO la 2% ya pato la taifa, lakini mapengo halisi
yanaonekana katika programu mahususi na ushirikiano pale ambapo bajeti za kitaifa na viwanda inapokuwa haviendani kabisa na kauli za kisiasa. Na sasa tugeukie mwelekeo wa Ukraine katika mkutano wa Munich. Katika mkutano huo, suala la Ukraine halikuwa tena mada mojawapo, bali mstari mahususi wa mvutano ndani ya magharibi yenyewe. Kwa sababu michakato miwili ilienda sambamba na uhamasishaji wa wazi wa kuunga mkono Ukraine na mzozo wa chini chini kuhusu gharama na muda wa kumaliza vita na kuhusu nani aweke sheria za mazungumzo kabla ya duru inayofuata huko Geneva. Huko Munich, Volodymyr Zelensky alizungumza kwa lugha kali sana na yenye kukera wazi kuelekea Moscow na kwa Putin, hali iliyozidi kuharibu mazingira ya mazungumzo kabla ya Geneva na uwezekano wowote wa mafanikio. Hapa ndipo mgawanyiko mwingine ulipojitokeza. Viongozi wa Ulaya jukwani walitoa kauli sahihi kuhusu ustahimilivu na kutoiruhusu Ukraine ishindwe, lakini ilipofika kwenye ahadi zilizoandikwa, vikwazo, tahadhari na majibu ya kidiplomasia ya hapa yalianza kuonekana. Msisitizo mwingine wa kashfa ulikuwa mvutano binafsi kati ya Zelensky na Viktor Orban, ambayo vyombo vya habari na wanadiplomasia wa Ulaya waliutafsiri kama dalili ya wasiwasi ndani ya muungano uliounga mkono Ukraine. Katika hotuba moja, Zelensky alimrushia Orban kejeli hadharani, akidokeza kwamba waziri mkuu wa Hungaria anajishughulisha zaidi na kukuza tumbo lake kuliko kuimarisha jeshi. Katika mazingira haya, Marekani huko Munich ilionekana si kama gundi ya kuunganisha, bali kama kitovu cha mantiki tofauti ya kisiasa inayozidi kuwakera wazungu. Katika wiki za hivi karibuni, Trump ametupa hadharani lawama za kusuasua kwa juhudi za amani kwa Kiev. Katika mahojiano na Reuters, alisema moja kwa moja kwamba kwa mtazamo wake ni Zelensky, si Putin, anayekwamisha makubaliano na kwamba Ukraine iko chini zaidi katika utayari wa kuafikia makubaliano. Kwa ujumla, Munich ilionyesha suala la Ukraine likigawanya magharibi katika viwango vitatu kwa wakati mmoja kati ya Marekani na Ulaya. Marekani inaharakisha mazungumzo na kushinikiza Kiev. Ulaya inaogopa kuwekewa makubaliano ya juu na hivyo huzungumzia uhuru wa dhamana, lakini haina haraka ya kujifunga kwa ahadi ngumu ndani ya EU. Na tukiachana na hilo sasa tutazame mkutano wa Amerika ya Kusini huko Florida March mwaka 2026. Utawala wa Trump ulihamasisha rasmi mkondo mpya wa Amerika ya Kusini katika sera yake ya nje. Ikulu ya White House imetangaza mkutano wa viongozi wa Amerika ya Kusini tarehe 7 Machi huko Florida, na tangazo hilo liliunganishwa wazi na safari ijayo ya Trump kwenda China, likielezwa kama jaribio la kumtangulia Beijing katika ajenda ya eneo hilo. Kwa mujibu wa AP, mialiko ilitumwa hasa kwa viongozi ambao Washington inawaona kuwa wake na washirika wanaweza kudhibitiwa, huku wachezaji wakubwa wa mrengo wa kushoto katika eneo hilo, Brazil, Mexico, Colombia, wakitarajiwa kutokuwepo, hali iliyoweka wazi muktadha huu si mazungumzo ya Amerika yote, bali uundaji wa kambi ya kisiasa inayolingana na mstari wa Marekani. Maudhui ya mkutano pia yaliwekwa wazi, kulenga kupambana na ushawishi wa China katika ulimwengu wa magharibi na kushindania udhibiti wa rasilimali za kimkakati, miundombinu, bandari, usafirishaji, nishati na mifumo ya kifedha. AP inaeleza kwamba hoja ya utawala inasisitiza uwepo wa China karibu na mfereji wa Panama, ambapo miradi mikubwa ya miundombinu ikiwemo bandari ya maji marefu ya Chakai nchini Peru, pamoja na nia ya Marekani kurejesha ushawishi juu ya nishati na siasa za Venezuela. Katika mantiki hii, mkutano wa Machi unafanya kazi kama mkusanyiko wa awali wa muungano kabla ya mazungumzo na Beijing, ili Washington iende China ikiwa tayari inaonyesha kuwa iko tayari kulitazama eneo hilo kama eneo la udhibiti wa kipaumbele. Na vipi sasa kuhusu uchaguzi nchini Japan na sera mpya ya nje? Japani hivi karibuni imepitia mabadiliko ya kisiasa ambayo barani Asia tayari yanatafsiriwa kama mwanzo wa msimamo mkali zaidi wa Japani kuhusu usalama na mkakati wa kiuchumi. Tarehe 8 Februari, Waziri Mkuu Sanae Takaichi aliongoza LDP kwenye uchaguzi wa mapema wa bunge la chini na kupata matokeo ya kihistoria. La LDP pekee ilipata viti 316 kati ya 465, yani wingi wa theluthi mbili unaoruhusu kabisa maamuzi muhimu kupitishwa bila kutegemea upinzani.
kwa kushirikiana na washirika wa muungano. Udhibiti wa bunge ulikuwa mkubwa zaidi. Kwa upande wake, taratibu za kisiasa, hii ina maana ya jambo adimu katika Japani ya kisiasa. Takaichi sasa ana mamlaka thabiti, si kwa maridhiano ya vipande, bali kwa kuupakia upya mwelekeo mzima, kuanzia bajeti na sera ya viwanda hadi ulinzi na mageuzi ya taasisi. Mwelekeo wa Takaichi una tabaka mbili. Kwa upande mmoja unavutia hoja za ukakamavu, kuizuia China, unyeti mkubwa kuhusu Taiwan, kuimarisha uhusiano wa muungano na Marekani, na kwa upande mwingine unajengwa juu ya usalama wa kiuchumi kama uwanja muhimu sawa, ambapo zana kuu ni sera ya viwanda, minyororo ya usambazaji, teknolojia muhimu na msaada kwa sekta za kimkakati. Na hapa mwisho tuangazie sasa mwaka wa uchaguzi barani Afrika, hatari za kusikitisha na kutikisika pamoja na shinikizo la nje. Kwa Afrika, mwaka 2026 si mwaka wa uchaguzi tu, bali ni mwaka ambao chaguzi zinazidi kuwa kipimo cha uthabiti wa mamlaka ya nje. Mataifa yatahimili shinikizo la mitaani, misukosuko ya kiuchumi, na wakati huo shughuli za mitandao ya ushawishi wa nje inayoweza kugeuza matatizo halisi ya kijamii kuwa wimbi la kisiasa linalosimamiwa. Waangalizi wanaona kwamba hisia za maandamano katika miji mikubwa kama Kampala, Addis Ababa na Dar es Salaam zinachangiwa si tu na masuala ya ndani ya kijamii na kiuchumi, bali na kampeni za taarifa na miundo ya mitandao inayofanya kazi kupitia mifumo ya kimataifa ya ruzuku na asasi zisizo za kiserikali. Ni kweli kwamba nchi hizi zinakabiliwa na matatizo ya muda mrefu sana: ukosefu wa ajira kwa vijana, gharama kubwa ya maisha, maendeleo yasiyo sawa ya kikanda. Lakini hoja kuu hapa ni kwamba hisia hizi mara nyingi huongezwa nguvu kutoka nje. Wachambuzi wengi wanahoji kuwa harakati za upinzani zinazidi kupokea ufadhili kupitia taasisi za kigeni na programu za kuunga mkono demokrasia ambazo kwa vitendo hugeuka kuwa vyombo vya shinikizo la kisiasa. Katika muktadha mpana, wachambuzi wa Afrika wanazidi kuunganisha mienendo hii na mkakati wa jumla wa Marekani na Ufaransa wa kuhifadhi uwepo wa kisiasa na kiuchumi barani humo. Hili halihusishi shinikizo la kidiplomasia pekee, bali pia matumizi ya mitandao ya mawakala, programu za ruzuku, miradi ya vyombo vya habari na miundombinu mingine inayowezesha ushawishi juu ya ajenda za kisiasa za ndani. Tathmini hizi bila shaka huzua mjadala. Hata hivyo, zinazidi kuonekana katika kauli rasmi za baadhi ya serikali za Afrika. Katika hali hii, swali kuu kwa mataifa ya Afrika ni kama yataweza kufanya chaguzi kwa utulivu na mshikamano wa ndani, au kama kampeni za uchaguzi zitakuwa hatua nyingine tu katika mapambano ya ushawishi ambapo maslahi ya nguvu za nje yanagongana na azma ya nchi za Afrika ya uhuru wa kisiasa. Kwa sasa, Ali Kashimiri na mtazamaji wa Multipolar Vision hapa Clouds, tunaishia hapa. Mimi ni Abel Mponela. Bye kwa sasa. Alright, asante sana Abel Mponela kwa simulizi ya makala, kwa kile ambacho umetueleza kwa undani na maeneo kadhaa ambayo umeyagusia kwenye makala hii. Nimekueleza kwamba tupo na mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini pia ni mwandishi wa makala pamoja na vitabu mbalimbali, Bwana Leonard Chakupewa. Tumemwalika hapa kupitia Multipolar Vision. Multipolar Vision hii leo yako mengi ambayo tuna kila sababu ya kutaka kuyafahamu na kuyadadavua kwa upande mwingine, na baada ya pia kumsikia Abel Mponela. Lakini takumbuka mwaka 2025, mwaka 2026 na kuendelea pia katika miaka 27 hadi mwaka 2027 tutashuhudia pia chaguzi kutoka hapa East Africa, taifa kama Kenya. Lakini tumeshuhudia pia chaguzi katika taifa la Ethiopia, chaguzi katika taifa la Uganda, na hapa kwetu pia Tanzania. Ni miongoni mwa mataifa ambayo tumeshuhudia chaguzi kadha wa kadha. Pia kwenye bara la Afrika, Nigeria wamefanya chaguzi pia mbalimbali kwa kuchagua viongozi mbalimbali. Lakini pia vile vile natamani kufahamu mara kadhaa kwa nini zinapofika chaguzi katika bara la Afrika huwa chaguzi hizi zinakuwa kama ni sehemu za vurugu za kisiasa na si jambo nyingine ambalo pengine watu wanalitazama kila kitu kiweze kuwa shwari na usalama uweze kupewa kipaumbele zaidi. Kwa kweli hili limekuwa changamoto kubwa katika bara la Afrika kama ulivyoeleza, kwamba mara nyingi sana chaguzi hasa za kidemokrasia kutoka kwenye
mapokeo ya mwaka 92 kwa maana ya kuingia kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa katika bara la Afrika kwa nchi nyingi kutoka katika mfumo wa chama kimoja, kwa siku kadri zinavyokwenda yanaonekana kuendelea kutoka katika lile zoezi ambalo linabeba ile taswira ya amani, lakini pia ushiriki wa watu mbalimbali waliokidhi vigezo kwa mujibu wa tume huru za taifa za uchaguzi katika mataifa yetu, kwenda katika ombwe la vurugu, lakini pia mgogoro wa kisiasa. Na katika mazingira haya kuna sababu mbalimbali ambazo zimekuwa zikichangia pakubwa kuonekana kuendelea kutoka katika kile ambacho tumeeleza kwenda katika hali hii inayoendelea. Moja, sasa hivi kunaendelea kutokea ombwe la uwajibikaji, lakini pia uthabiti wa kidola na kisiasa kama ulivyoeleza. Kinachoendelea TPLF kule Ethiopia dhidi ya serikali, tumeshuhudia yaliyotokea Uganda hivi karibuni, lakini pia hata katika maeneo mengine badala ya chaguzi kuwa jambo ambalo linaenda kwa amani, yamekuwa yakitokeza mambo ambayo kwa kweli hayapendezi. Lakini jambo la pili ni uchu wa madaraka. Unajua hii haionekani sasa kuwa kama ni ugonjwa ambao Afrika inapona. Badala yake ni kama ndiyo kwanza imefikia awamu ya kuongezeka kwake. Katika mataifa mengi unaona mapinduzi yametokea. Kwa mfano ukiangalia toka mwaka 2020 kuja mpaka leo mwaka 2026 kuna mapinduzi yametokea zaidi ya 5 katika bara la Afrika. Na haya yote ni kuondosha tawala za kiraia, tawala za kijeshi zikichukua nafasi. Lakini pia haya yanakuja kutokea kutokana na ukweli kwamba kumekuwa na viongozi wakati mwingine ambao wakati wanaingia wana ahadi ambazo wanakuwa wanatoa, ikiwemo kuheshimu katiba, lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa tofauti. Lakini jambo la tatu ni kutosoma alama za nyakati. Afrika hii inaonekana ni changamoto sana. Watu hawaangalii kwamba wako katika mazingira ambayo madaraka ni kama kijiti. Unaweza leo ukapewa wewe, ukakimbia, ukimaliza mzunguko ukamkabidhi mtu mwingine. Lakini pia kunaonekana katika mazingira kawaida kwamba hii wakati mwingine inachangiwa pia na kubadilika kwa changamoto ambazo pia zinahitaji diversity katika kuzishughulikia. Unajua changamoto za mwaka 70 na mwaka 80 na changamoto za sasa hivi ni tofauti. Kwa hiyo hizi za sasa hivi zina mechanisms zinahitaji katika kuzishughulikia. Natamani kufahamu kwa kiwango gani mazingira ambayo yanatumika kwenye matumizi ya digital platform yanaleta ushawishi na kubadilisha watu kuwa na hisia hasi, pengine kupelekea vurugu za kimaandamano pale ambapo zinafanyika chaguzi kadhaa, na wengi wao wamekuwa wakitumika kuleta vurugu hizi kwenye sehemu za chaguzi za bara la Afrika, pengine kwa kuhongwa fedha ama kwa kupewa baadhi ya vitu kushawishi watu wengine, jambo ambalo halipo ama halikubaliki kwenye staha na masuala ya kichaguzi na kidemokrasia. Ukweli wa matumizi ya kidigital platform ama mitandao ya kijamii ambayo yanachochea kuwa vurugu kwenye chaguzi za Afrika ni upi? Katika taifa lolote hili la kidemokrasia, hauwezi kuacha kuzungumzia nafasi na uzito wa vyombo vya habari katika kuibua masuala mbalimbali yanayohusiana na mwenendo mzima wa chaguzi na michakato ya kidemokrasia kwa ujumla. Na vyombo vya habari katika bara kama Afrika vimekuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu utakumbuka kuna kadhia nyingi ambazo awali kuna namna ambavyo zilikuwa zinafahamika na wananchi, lakini kupitia namna ambavyo vyombo vya habari vimekuwa vikichagiza kuzijadili katika vipindi mbalimbali, zinaweza kueleweka kwa wepesi zaidi. Na hapa kwa maana hiyo huwezi kuacha kuzungumzia, nafikiri, masuala makuu mawili ambayo yanachagiza vyombo vya habari kuonekana kwamba vina mchango mkubwa na ni muhimili katika kuchagiza utengamano na ustamilivu wa demokrasia na michakato hii kwa ujumla. Moja ni kama ulivyoeleza kwamba vyombo vya habari vimewekeza katika mitandao ya kijamii. Lazima
tukubali. Kadri ukuaji wa teknolojia unavyoongezeka, tunafahamu kwamba vijana wengi ndo wanakoelekea huko. Sasa vyombo vya habari vilivyo vingi, hata clouds, unaweza kaangalia social media platforms hizi zenu zinazo nyingi zinafanya vizuri sana, na huko ndiko vijana waliko. Lakini namba 2, vyombo vya habari vinaonekana ni mchango mkubwa katika pande zote mbili, kuchagiza kwa upande chanya na hasi masuala kama haya kutokea katika bara la Afrika, kwa sababu ya ukweli kwamba vina report updated information. Okay. Kwamba vinakwenda on time, jambo linatokea at the same time, wanafanya nini? Wana republish katika platforms zao, na kwa quality ambayo inawavutia vijana au watu wengi zaidi kuweza kuona, kama ni kusoma, kama ni kutazama, ni short videos. Kwa hiyo hizi sababu mbili nafikiri ndizo zinazofanya vyombo vya habari kuonekana kwamba kwa namna fulani kuna jinsi ambavyo pengine vinachagiza mambo kama haya kutokea, kwa maana ya vurugu na sintofahamu kipindi cha chaguzi. Lakini kwa upande mwingine lazima tukubali kwamba ni vyombo hivi vya habari ndivyo ambavyo vinasaidia si tu kujenga maarifa na kuburudisha, bali pia kupanua uwezo wa watu katika namna ambayo inawafanya kuwajibika kikamilifu katika kuhakikisha kwamba ushiriki na ushirikishwaji katika michakato hii vinakwenda katika namna ambavyo inatakiwa katika mataifa yetu ya Afrika. Moja kitu ambacho natamani kukifahamu Leonard, pamoja na kwa faida ya mwana Multipolar Vision, ni kuhusiana na ushiriki wa mataifa ya nje. Una muhimu gani kwenye kutengeneza siasa imara za bara la Afrika? Upo kwa unaonekana katika namna nyingi. Unajua, mataifa haya lazima tukubali, ili tuweze kupiga hatua kimaendeleo ni lazima tuwe na ubia na mataifa mbalimbali. Sasa kwa namna gani ambavyo wakati mwingine hawa watu wanachangia utengamano wa kisiasa katika nchi zetu au kuwa kinyume chake kwa maana ya vurugu, ni kupitia baadhi ya tuseme labda yale masharti ambayo ushirikiano nao wanakuja nayo. Watasema kuhusu haki za binadamu, heshimuni haki za binadamu, muwe na chaguzi huru na haki, heshimuni sheria. Sasa wakati mwingine katika unajua, tafsiri ya demokrasia kwa nchi kama Marekani na nchi kama Nigeria au Uganda haiwezi kufanana. Njia ambazo demokrasia ya Nigeria au Burundi inapitia haiwezi kufanana na ya Marekani au Uingereza, kwa sababu tayari kuna namna mifumo ya kitaasisi ilivyokwisha kuwa, wakati huku ni tofauti. Kwa maana hiyo, wakati mwingine baadhi ya mataifa ya Afrika yanakuwa kuna namna ambavyo yanakwama, na mwisho wa siku kinachotokea ndo ile kwamba wanaondosha ufadhili katika baadhi ya nchi, na kama kulikuwa na miradi ambayo walikuwa na fadhili, maana yake ikisha kosa ufadhili, ndio hii na kwa wakati mwingine nazusha hasira ndani ya wananchi, hasa vijana, na hatimaye wanaandamana. Unakumbuka kipindi Zimbabwe ilivyowekewa vikwazo baada ya sera ile ya Rais Robert Gabriel Mugabe kuanza kuchukua mashamba ya wazungu kwa ajili ya kuwapa wa Zimbabwe weusi, namna ambavyo ilichukiza wazungu, lakini pia vikwazo vile vikapelekea maandamano yatokee. Lakini jambo la pili ni ukweli kwamba muda mwingine taasisi na watu fulani katika mataifa yetu wanatumika na nchi hizi kwa ajili ya kuchochea hizi misunderstandings katika mataifa yetu. Utakumbuka kwamba kwa mfano kama sasa hivi kuna wanaharakati wengi wa mitandaoni kabisa, na hawa wapo ambao wanaweza kawa wanafanya harakati zao kuhusiana na masuala mbalimbali ndani ya bara la Afrika ya kisiasa kwa sababu ya kujituma wao, lakini pia haizuii ukweli kwamba wako ambao wanatumwa na ama mashirika au taasisi kwa ajili ya kuchochea haya mambo yatokee, kwa sababu wakati mwingine hawa watu wananufaika na migogoro yetu kuliko utengamano wetu. Alright, hii ni Multipolar Vision. Mtazamaji wa Clouds TV, bila shaka unaendelea kufuatilia sehemu ya chambuzi hizi ambazo zinaendelea hapa na Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa ya kimataifa, mwandishi wa vitabu na makala kadha wa kadha. Natamani kufahamu pia Leonard, ni mambo gani ya msingi hii leo huwa yanaamua mustakabali wa siasa za bara la Afrika, hususan inapofika ama kukaribia kipindi fulani cha uchaguzi? Bara la Afrika kusema kweli
yako mambo ambayo ukija kuangalia katika muktadha mzima wa namna gani tunaendesha siasa zetu, kuna masuala ambayo nathubutu kusema yamegeuka kama ni kile ambacho Waingereza wanaita modus operandi, yani utaratibu wa kawaida hata kama kihalisia sio ya kawaida. Kwa mfano katika siasa zetu ni utaratibu wa kawaida sana kuona kwamba katika baadhi ya nchi, kwa mfano, kuna uthabiti wa kitaasisi na kisiasa, na ndio huu ambao umekuwa muhimili wa transitions za kidemokrasia. Kwa mfano Malawi, unakumbuka walifanya uchaguzi 2025 na mchungaji Lazarus Chakwera akakubali kushindwa, akamkabidhi kijiti mwenzake Profesa McArthur Mutharika, rais wa sasa wa nchi hiyo, katika mazingira ya amani. Lakini pia utakumbuka mwaka 2024 katika nchi ya Botswana, Mokgweetsi Kebetse Masisi na chama chake cha BDP kilichotawala taifa lile kwa miaka zaidi ya 50 tangu uhuru wa nchi hiyo, kilikabidhi madaraka kwa Dumaboko, rais wa sasa, baada ya kushindwa. Kwa hiyo uthabiti wa kitaasisi na kidola katika baadhi ya nchi imekuwa msingi wa masuala ya siasa kuonekana kwamba yanakwenda vizuri, lakini kuna vitu ambavyo vinatokea pia. Kwa mfano, tumevigeuza katika sura fulani ya kuonekana kama ni vya kawaida. Mfano rushwa, unajua imekuwa ni kwamba saizi ya mfuko wako ndio inayokuingiza Ikulu, ndio inayokupeleka kwenye jimbo, ndio ambayo inakupa kata kwa maana ya diwani, ndio inayokupa wenyekiti wa kijiji fulani. Kwa hiyo haya mambo, hii rushwa inaweza ikawa na majina tofauti, ukienda Kenya, ukienda Tanzania, ukienda Burundi, lugha, lakini maana ni ile ile. Rushwa ni rushwa, ni sehemu ya siasa zetu. Lakini pia unajua katika baadhi ya mataifa kunaonekana kuwa na ukabila, ukanda. Kwa mfano kwa baadhi ya jirani zetu tunafahamu ukabila na ukanda ambavyo umekuja na makovu ya kihistoria, kwa mfano kama Rwanda, Burundi. Tunafahamu mambo ambayo yalitokea mwaka 93, mwaka 94 na hata sasa hivi yanaendelea, ingawa yanaweza kawa si kwa sura ile ya mwaka 93 wakati mauaji ya halaiki yanatokea. Inaweza kawa si katika namna ile ambavyo ilikuwa mwaka 94 wakati huu. Kwa sasa hivi ni tofauti, lakini bado hivi vitu vinaendelea katika baadhi ya mataifa. Lakini pia unajua kuna tabia au kasumba ya matumizi ya nguvu. Mapinduzi ni vitu ambavyo vinajitokeza sana, mauaji ya kupanga. Utakumbuka kwa mfano siku chache zilizopita tu aliyekuwa mtoto wa kwanza wa Rais Muammar Gaddafi wa Libya aliuawa katika mazingira ambayo mamlaka za nchi ile zilithibitisha kwamba yalikuwa ni mauaji ya kupangwa. Saif al-Islam aliuawa katika mazingira ambayo kusema kweli nasikitisha, na aliuawa kwa sababu tayari alikuwa ameshatangaza nia ya kugombea urais wa nchi ile. Kwa hiyo unaona kwamba kuna mazingira ya kwamba kulikuwa na uwezekano pengine angeweza kushinda, na pengine wale waliotekeleza kile hawakutaka afanye hivyo kwa sababu waliogopa kwamba kama atafikia hatua ya kugombea atapata nafasi ya kushinda. Sasa kadhia kama hizi za matumizi ya nguvu kama utambulisho wa siasa zetu, nayo imekuwa miongoni mwa masuala ambayo yameendelea kushajiisha haiba ya siasa zetu katika namna ambayo kwa kweli siwezi kusema kama inaleta afya, badala yake inajeruhi bara letu la Afrika. Natamani pia kufahamu juu ya tofauti kuu kati ya Marekani pamoja na Ufaransa, hususan kwenye sera zao ambazo zinatazamia bara la Afrika. Sera zao huwa zinashabiana kwenye mlengo wa kuzitazama bara la Afrika kwa minajili ya kunufaika ama pengine kuwa win-win situation kati yao na sisi mataifa ya bara la Afrika. Marekani na Ufaransa ni mataifa ambayo kwa namna fulani yana jinsi ambavyo yanaelekeana katika ufanyaji wa siasa, hasa upande wa sera yao na namna ambavyo wanatangamana na mataifa ya Afrika. Tofauti nafikiri ni approach.
ni approach namna gani ambavyo kila mmoja ana integrate na mataifa mbalimbali ya Afrika. Utakumbuka Ufaransa kwa mfano ni taifa ambalo lina historia ya ukoloni katika bara la Afrika kwa maana ya kutawala zaidi ya mataifa 10 na tofauti na Marekani ambayo haina historia ya ukoloni, lakini wote wamekuwa na ushawishi tangu kipindi mataifa yetu yakitafuta uhuru hata baada ya uhuru. Na kwa maana hiyo licha ya kwamba hizi nchi mbili zote zinamiliki nguvu ya veto katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini ukiangalia sera ya Ufaransa inajikita zaidi katika uingiaji wa moja kwa moja kutokana na yale mafungamano ya kihistoria ambayo wamekuwa nayo hasa sana mataifa ya Afrika ya Magharibi, lakini pia uhusika wa moja kwa moja. Utakumbuka kwa mfano mwaka 2022 kurudi nyuma, Ufaransa ilikuwa na kampeni wanayoita Barkhane Anti-Jihadist Mission, na hii ni kampeni ambayo ilikuwa inahusisha askari zaidi ya 4,000 ambao walikuwa wanapigana bega kwa bega na majeshi ya serikali za mataifa kadhaa ya magharibi kwa ajili ya kupambana na yale makundi ya kijihadi ambayo yamekuwa yakisumbua sana ukanda wa Sahel. Lakini pia kwa upande wa Marekani, wao wamewekeza katika zaidi sana, ukiangalia tangu mwaka 2001 kwa kiasi kikubwa sana hawaingii moja kwa moja, zaidi wamekuwa wakitoa ule ufadhili usio moja kwa moja, kwa mfano kufanya luteka za pamoja katika mataifa mbalimbali, luteka kwa maana ya mazoezi ya pamoja ya majeshi. Hata sisi serikali ya Tanzania huwa tunafanya, Kenya walifanya hivi karibuni, lakini pia huwa wana programu ambayo wanaendesha ya mafunzo kwa majeshi mbalimbali ya ukanda wa Afrika kupitia ile ofisi yao ya kituo cha ujasusi Africom ambayo inashughulika na ukusanyaji wa taarifa za kigaidi katika ukanda huu wa Kenya, Somalia pamoja na Sahel. Kwa hiyo tofauti yao kama nilivyosema ni approach, kwamba huyu Ufaransa amekuwa akifanya direct intervention katika masuala mbalimbali yanayoonekana kusumbua kupitia ile Francafrique au ile familia ya mataifa yaliyokuwa chini ya ukoloni wa Ufaransa. Wakati Marekani, unajua ile experience ya Somalia mwaka 91 ya Black Hawk Down kuanguka na askari wake wakafanywa matendo ambayo kimaadili sio ya kueleza kwenye tangu kipindi kile hawataki tena kujihusisha na migogoro katika bara la Afrika moja kwa moja. Bara yake wanapenda kutoa mafunzo, kushiriki luteka za kijeshi, kwa hiyo na kuishia hapo. Okay. Sawa, bila shaka tunaendelea kupata mambo mengi zaidi kwenye sehemu ya mjadala wetu wa leo, tukilitazama bara la Afrika na mataifa yake kwenye sehemu ya baadhi ya vitu ambavyo huwa vinafanyika kama mabadiliko ya kisiasa na chaguzi mbalimbali. Lakini wakati huo katika nchi kama ukanda wa Sahel, ambapo tumeona pia kukua kwa ushirikiano kati ya mataifa ya Sahel na Urusi kwa asilimia kubwa zaidi, lakini kupanua ushirikiano huu mara nyingi unaonekana kama mbadala pia wa mifumo ya awali ya ushawishi wa nje kama sehemu ya sera pana pia ya mashirikiano katika mataifa ya Sahel pamoja na Urusi. Moja kitu ambacho natamani kukifahamu, Urusi ina nafasi gani pia katika kuunda mifumo mipya ya usalama na mahusiano ya nje na bara hili la Afrika pamoja na nchi zake ambazo zipo ndani? Mara nyingi sana huwa napenda kusema kwamba ukiangalia kwa mfano kipindi kile mitandao ikiwa bado haijawa mingi kama ilivyo sasa hivi, kupata hata line ya simu ilikuwa unahitaji mpaka 10,015. Kupata vocha ulikuwa unahitaji 10,015. Lakini sasa hivi baada ya ongezeko la mitandao hii, unaweza kuona kwamba sasa hivi hata vocha ya 500 ukitaka ya kurushiwa hata 200 au 300. Point yangu ni nini? Kwamba ukija katika ushindani wa haya mataifa makubwa tunayozungumzia kwa maana ya hawa permanent 5 au P5 akiwemo Urusi, kwa bara la Afrika unaonekana kuongezeka, na unavyoongezeka kwa bara la Afrika mimi naweza kusema ni faida, kwa sababu Urusi historia yake katika bara la Afrika ni kubwa sana tangu zamani.
zama za uhuru. Utakumbuka Patrice Emery Lumumba aliuawa kwa sababu ya kunasibishwa na Urusi. Akina Kwame Nkrumah, akina Thomas Sankara, wote wamepitishwa katika utambulisho wa ukomunisti. Lakini pia hatukiangalia katika sekta ya utalii, diplomasia na hata masuala ya siasa, elimu, wako vijana wengi hata wa Kitanzania ambao wanasoma katika vyuo vingi vya Urusi. Na by the way, hata wewe ni mmoja wa wanufaika wa uhusiano wa kidiplomasia na kati ya Tanzania na Urusi, kwa sababu mwaka jana ulikuwa huko ukituhabarisha yatokanayo na ule mkutano uliokuwa unaendelea na hata ya nje yake. Kwa hiyo Urusi, ukiangalia katika muktadha wa ushirikiano katika bara la Afrika, ushawishi wake unaongezeka, unakuwa, na hii ni advantage kwa bara la Afrika, kwa sababu nakumbuka Marekani haikuwa utamaduni wa kawaida kusikia akijihusisha moja kwa moja katika migogoro ya Afrika. Lakini nakumbuka kwamba Washington Accord iliyosainiwa Disemba mwaka 2025 ilikuwa ni uratibu na usimamizi wa Marekani. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu Urusi ni moja kati ya mataifa ambayo yana ushawishi mkubwa katika sekta ya madini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ongezeko la ushawishi wa Urusi katika bara la Afrika ni advantage kwa nchi za Afrika kwa sababu ya masuala mawili, kwamba moja, kwanza inatusaidia sisi, inatuweka katika mazingira mazuri ya kuwa na uhuru wa kuchagua nani tutangamana, nani anakuja na ofa nzuri, nani anakuja, nani tumweke karibu na anatuletea nini. Kwa sababu moja kati ya masuala ambayo yamekuwa yakituathiri wa Afrika ni hapa kwenye eneo hili la tunamchagua nani. Options hizi zinapokuwa nyingi, hasa kutoka kwa hawa P5, kwa maana ya hawa mabwana wakubwa wale wajumbe wa Baraza la Usalama, ni faida kwetu, kwa sababu tunamchagua anayekuja na ofa nzuri kwa changamoto tulizonazo, ndiye tunayemchagua. Kwa hiyo Urusi naye anakuja kuongeza idadi, kwa hiyo tusaidia. Lakini jambo la pili, faida nyingine ya pili na ya msingi ni kwamba yako masuala ambayo wale ndugu zetu wamekuwa wakija nayo yenye sura ya kumanipulate baadhi ya mambo yetu. Kwa mfano kama hizi agenda siri, kwamba sasa ongezeko la ushawishi huu linavyokuwa katika mataifa yetu, likichagizwa na wanavyoongezeka kuja zaidi, wataanza kubehave kwamba yeyote akija anajua kabisa kwamba nikimess up hawa watu wananitema, wanakata ushirikiano na mimi kwa sababu wana options zingine. Kwa hiyo kwangu mimi kuona Urusi akiendeleza ushawishi wake katika sekta ya elimu, utalii, diplomasia, kuwawezesha vijana wengi wa Kitanzania, wa Uganda, wa Nigeria kupata access katika vyuo mbalimbali vilivyoko katika nchi ile kupitia scholarships na nini, hii ni advantage. Inatuweka katika nafasi nzuri ya kuangalia nani anakuja na nini kwa ajili ya nini upande wetu. Kwa hiyo tumkubali au tumkatae. Naweza kusema pia kwenye sehemu hiko ambacho umekizungumza, ongezeko la ushawishi wake kunaongeza ile nguvu ya kuwa na multipolar kwenye bara la Afrika. Bila shaka, kwa sababu ukisha kuwa tunatoa ule mfano wa makampuni ya simu yalivyoongezeka, kumpa uga mpana mteja kuchagua atumie mtandao gani, wapi aende. Kwa hiyo kama Mrusi anakuja, Marekani anakuja, ina maana sisi kama Afrika sasa tunasimama tunasema kati yenu nani kaja na nini, kikubwa kiasi gani, cha salama namna gani kwetu sisi, ili tuchague na huyu tumwache. Kwa hiyo inaongeza uga mpana wa kuchagua, inaongeza uga mpana wa namna gani tunamuasesi kila mtu na nia anazokuja nazo. Na kwa Afrika hii inapaswa kuchukuliwa kama fursa sasa ya kusimama na kukakama kwamba sasa conditions zetu ni hizi kwa Urusi, kwa Marekani, kwa yeyote yule anayekuja, kwa sababu mnataka mnachojua tunacho na sisi tuna hiki na hiki na hiki, ili tuwape tulicho nacho, basi haya tulionayo ndio matakwa yetu. Asante. Chakupewa Leonard, mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini vivyo hivyo ni mwandishi wa vitabu. Tumekuwa na wakati mzuri wa kujadili masuala mengi ya kisiasa kuhusiana na bara la Afrika, na bila shaka umekuwa na wakati mzuri pia wa kuwa nawe mwana Multipolar Vision kutoka mwanzo mpaka mwisho.
umekuwa ni wakati mzuri pia wa kuwa sehemu ya simulizi hii ambayo inatija kwako, na mimi nikusihi uendelee kusalia na Clouds TV. Na ndio mwisho wa Multipolar Vision ya siku ya leo. Nikutakie Jumapili njema na maandalizi mema wiki inayofuata. Kwa niaba ya timu nzima ikiwepo Abel Mponela, Hussein Miayo Ochu na Emmanuel Sweta, mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, nikutakie usiku mwema.